Tukiiga tabia za mashekhe zetu, mambo yetu yanakwenda salama. Tukikeuka mwenendo ya mashekhe zetu, tutakwenda tumeyumba, jahazi litaanguka. Mimi wasia Sheikh Abdallah pamoja na wadogo zako, mmefuata silasila ya marhumu baba yako, Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Msafiri. Ulipokuja mji huu, nimemkuta Sheikh Msafiri mbana akisoma, akimsomesha marhumu Sheikh Abu Sheikh Mdim. Ana umri wa miaka 90. Mzee Abdallah mzee akisoma kwa marhumu Sheikh kitabu cha Dakhlan, akipiga goti kwa mtoto mdogo, lakini mzee alikubali kusoma ilmu kwa kijana mdogo, akiwemo mzee Abdallah Msita, mzee Shaabani. Hawa ni wazee walinishika mkono kunipeleka wilayani, nikimpakia marhumu Sheikh Msafiri mbana kwa baiskeli kutoka hapa mpaka Mwai Kisabe kwa kijana huyu. Simama bwana mkubwa. Huyu kwao huyu. Bwana mkubwa. Simama bwana. Huyu ni Mwai Kisabe. Usione hiyo habari ya Muntachi ya Kizanzibari, huyu ni Mrangi Kotoro. Tumswalia ni Mtume Muhammad. Sheikh Abdallah nimembeba baba mimi takriban miaka 6 kwa baskeli. Namtoa Izava, namleta Kibo Kizeru, nampeleka Mwelanji, nampeleka Mwai Kisabe, nampeleka mpaka Samba. Tulipata nukta. Sasa wanafunzi wajukuu wa Sheikh Msafiri sasa, kwa sababu watoto walipata. Kuna kitu mimi nilibahatika kukipata kwa Sheikh Msafiri mbwana. Sheikh Abdi nikupe leo? Nipe laki moja. Tumswalia Mtume Muhammad. Tumswalia Mtume Muhammad. Haya maneno sio yangu, usichafui hadhara, ila tunamuombeleza shekhe. Shekhe alikubali kukaa na wazee, akiwaheshimu wazee, akiwatumikia wazee, alipata alichokipata. Na sisi tunakwenda na mnasaba wa Sheikh Ustadh Saleh. Nakushukuru mdogo wangu, unakwenda vizuri chini ya kakako mkubwa. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Lakini tu wakumbushe wanafunzi mnaowasomesha hivi sasa, kwa sababu kuna vitu vimetoka. Wanafunzi hivi sasa hivi hawataki kuwajua walimu zao, wanaofikia mavumbi kusema Sheikh Abdallah hajui kusoma suratul Fatiha wala hajui nini, kwa sababu ya somo mliolisoma la nahwu, sarfa na hivi. Mnawapuuza mashekhe zenu, alama mbaya itawakuta. Sallu ala nabi. Tujilazimisha al-ilmu al-atiqa. Nilibahatika mbele ya mzee Sheikh Msafiri, alinipa neno, na kupeni nikifa mnirehemu. Semeni amina. Bwana mnavisula. Ilmu ni gharama. Unyenyekee utapata. Niwaulize nyinyi mashekhe wa kileo leo, msahafu mzima una re ngapi? Ni sura gani iliyobeba re nyingi? Msahafu mzima uliobeba re nyingi kuliko sura nyingine ni sura gani? Nipe laki nikupe. Sheikh Abdallah, simalizi muda, ni mahaba tu. Atakayedumu na kuisoma surati wal asr usiku wa manane, ukasimama ukaacha kitanda, ukaliacha godoro 6x6, ukaingia kwenye mkeka, ukaisoma hiyo sura yenye re nyingi, maishani mwako taka unachokitaka utakipata tu. Hutagombana na mke, hutadharauliwa na watoto, shamba lako litakuwa na nuru, gari lako litapata biashara, mke atakutambua huyu ndio mume, mume utamtambua huyu ndio mke, na majirani watakuwa watu wema. Hiyo sura ni ndogo kuliko, lakini leo inshallah niishia hapa, siku ukitaka utaipata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Tumwambeni Sheikh jazakallahu khair.